Kikao hiki ni kwa mujibu wa kifungu namba 48 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya fedha ya serikali za mitaa namba 9 mwaka 1982 iliyofanyiwa marekebisho mwaka 2000. Kinachotaka halmashauri ya manispaa ya Kinondoni kuwasilisha taarifa ya utekelezaji mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ikiwa na maoni ya kamati ya fedha na uongozi katika baraza hili la madiwani. Hatua hii inafuata baada ya kukamilika kwa ukaguzi wa mwaka wa fedha 2023-2024 na mimi kukabidhi taarifa yangu ya mwaka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na baadaye Mheshimiwa Rais kupitia kwa mawaziri kuwasilisha taarifa hiyo bungeni kwa mujibu wa ibara ya 144 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatua hii nichukue fursa hii pia kushukuru baraza la madiwani pamoja na watumishi wote wa halmashauri ya Kinondoni kwa ushirikiano mnaoipa ofisi yangu ya taifa ya ukaguzi na hivyo kufanikiwa kumaliza ukaguzi huu wa mwaka 2023-2024 kwa mafanikio. Mheshimiwa Meya, kama mlivyosema, amesema mtunza hazina hapa, amesema kama ametusema vizuri, kwanza kwa mwaka wa fedha wa 2023-2024 halmashauri ya manispaa ya Kinondoni ilipata hati inayoridhisha, hati safi. Kwa hasibu tunasema ni unqualified opinion, ambayo ni neno gumu kidogo kwa Kiingereza kwa sababu Waingereza huwa wanasema qualified ndio kitu kizuri, lakini the opposite is true. Ukija kwenye uhasibu kwamba unqualified ni hati ambayo ni safi. Sasa wakati mwingine wazungu wanachanganyikiwa kidogo, hata wazungu wenyewe ambao lakini hawajasoma uhasibu. Ukimwambia unqualified anasema what is unqualified? Unqualified is a clean opinion, ni hati safi au hati sio na shaka. Kwa hiyo ni hati safi. Kwa hiyo niwapongeze kwa hatua hiyo. Hati hii hutolewa kwa kuzingatia matakwa ya kanuni mbalimbali na standard mbalimbali, ikiwa ni standard za IPSAS kutengeneza vitabu vya hesabu kulingana na standard za kimataifa, na Tanzania tumeamua kufuata standard ya IPSAS za accrual ambayo tunaifanyia kazi. Kwa hiyo tunahakikisha na sisi wakati wa ukaguzi tunatumia standard zetu za kiukaguzi za ISI kuhakikisha kwamba tunakagua kujua kwamba hizi hesabu zimetengenezwa vizuri. Kwa hiyo tulivyokagua tukakuta hesabu zimetengenezwa vizuri, basi tukatoa hati safi ambayo huwa naona mnakuwa nayo hapo, imesainiwa kwa mkono wangu, na taarifa zote za hati lazima ni saini mwenyewe. Hiyo ni kwa mujibu wa katiba. Lakini ndugu zangu, ingawa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni imekuwa na mwenendo mzuri kama alivyosema miaka yote minne, na mimi siwezi kusaini hati mbaya kwa manispaa ya Kinondoni tangia nimeingia ni mwaka wa 5 sasa, naenda wa 6. Sijawahi kusaini hati ambayo ni mbaya au hati yenye mashaka. Siku zote nimekuwa nikisaini hati safi. Kwa hiyo niwapongeze. Huu ni mwendelezo wa hizo hati. Lakini bado halmashauri imekuwa ikipata hoja nyingi za kikaguzi ambazo nyingine zimekuwa zikijirudia mwaka hadi mwaka, hali inayoashiria kuwa bado jitihada za makusudi zinatakiwa kuongeza hatua mbalimbali ili kuhakikisha kwamba hoja hizo zinatekelezwa kikamilifu na zisijirudie, kwa sababu hatari yake ni kwamba zikiendelea kujirudia, kuna siku mtapata hati ambayo ni mbaya. Ni dalili kwamba tunapoenda tunaweza kupata hati mbaya. Mheshimiwa Songoro, unamaliza kipindi chako cha miaka 5, inshallah Mwenyezi Mungu akipenda unaweza mitano tena unaweza karudi, lakini umeondoka vizuri ukiwa huna hati mbaya. Lakini sasa tusiende huko mwaka ujao tukakutana na hati mbaya. Nadhani tutegemea, hatutaki hayo. Mathalan hadi kufikia tarehe 16 Juni, yani mwaka huu, halmashauri ya manispaa ya Kinondoni ilikuwa na jumla ya hoja 8 za miaka ya nyuma kabla 2023-2024 ambazo bado hazijatekelezwa kikamilifu. Aidha, jumla ya hoja 33 za mwaka 2023-2024 ambazo bado hazijatekelezwa kikamilifu zipo 35 ambazo ziko katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Kwa hiyo wito wangu ni mhakikishe kwamba kwanza, amesema ni kuzuia hoja. Muhimu zaidi ni kuweka mifumo ya udhibiti wa ndani kuzuia hoja. Anaisimamia manispaa ya Kinondoni. Kwa hivyo mafanikio na changamoto na pengine kama kuna failure zozote, maana yake na sisi tunahusika moja kwa moja, kwa sababu kila siku tuko hapa kusimamia na kuhakikisha manispaa yetu inaenda vizuri.
lakini katika kipindi cha miaka 2.5 hivi niko kwenye wilaya hii ya Kinondoni. Mheshimiwa mkuu wa mkoa utakuwa shahidi. Binafsi najivunia mafanikio makubwa yanayopatikana katika manispaa ya Kinondoni. Naomba tuwapigie makofi mengi. Na haya mafanikio yapo kwenye kila sekta. Sekta ya elimu, mafanikio ni makubwa. Juzi niliwasilisha taarifa ya ilani ya utekelezaji ya Chama cha Mapinduzi katika kipindi cha miaka 4. Manispaa yetu ya Kinondoni kati ya bilioni 234 hivi walizokusanya katika kuanzia mwaka 2021-22 mpaka sasa hivi, kwenye sekta ya elimu tu pekee yake wamepeleka shilingi bilioni 39. Ni mafanikio makubwa sana. Lakini hata ukusanyaji wa mapato tumeona ukiongezeka siku hadi siku. Miaka 3 iliyopita walitoka kwenye kukusanya bilioni 47, leo hii wanakusanya shilingi bilioni 74. Ni mafanikio makubwa sana. Kwenye sekta ya afya pia tuna mafanikio mengi sana ambayo manispaa yetu wameendelea kuitekeleza. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza manispaa yetu ya Kinondoni. Wakati huo niendelee kutoa rai, niendelee kuisisitiza madiwani wale mliokuwa hapa, na nina imani wengi mtarudi au wote kabisa mtarudi kwa kazi nzuri hii ambayo mmeifanya, na mimi nawaombea. Lakini wote mtakaporudi basi tuendelee kufanya kazi zaidi na zaidi. Namna gani sheria zetu ndogo zinatuongoza katika ukusanyaji wa mapato. Kwa mfano, nikupe tu mfano chanzo cha haki. Eneo pale Levant ama Element, ukipita pale usiku utakuta kwa magari mengi yanakaa mpaka asubuhi. Na ni eneo ambalo lina starehe. Lakini sasa kutokana na hizi sheria ndogo ambazo zinatubana, tunashindwa kukusanya mapato. Kwa hiyo naamini kwamba agenda yako hii ama agizo lako hili litakaa katika kumbukumbu zetu, na itakuwa ni chachu sasa katika baraza lijalo kuhakikisha kwamba tunaenda kwenye marekebisho ya sheria zetu ndogo za halmashauri katika ukusanyaji wa mapato kwa vyanzo mbalimbali vya halmashauri. Lakini pia nishukuru sana wazo jingine kwamba masuala ya uwekezaji, tunashukuru sana, na sisi kama manispaa Kinondoni kupitia idara ya uchumi tulisema kwamba tuweke namna ambayo ya kufanya capacity building, sio tu kwa watumishi wa manispaa Kinondoni, lakini hata pia kwa waheshimiwa madiwani, kwamba tunajipanga katika baraza letu lijalo baada ya kuwa tulimeanza, Mungu akitujalia tukifanikiwa kuwepo, kuhakikisha kwamba hii capacity building katika masuala ya kujifunza sio tu kwa management, lakini hata kwa wajumbe wa kamati ya fedha na waheshimiwa madiwani, ili sasa tunapokuja halmashauri katika kujadiliana wote kwa pamoja tunaelewa pamoja nini tunakwenda na ni mwelekeo wa manispaa yetu tunatakiwa iende. Lakini vile vile mheshimiwa mwenyekiti, nikushukuru sana katika masuala ya bond, na imani kwamba haya yote ambayo umeyasema yatabeba sasa itakuwa. Lakini Dar es Salaam tuna faida kwamba sisi tunaweza tukasimama hapa kwamba halmashauri zetu zinakusanya sana. Tumefanya kazi na halmashauri zinakusanya sana. Lakini ukweli ni kwamba Dar es Salaam kuna nature inayotubeba. Na nature inayotubeba ni ipi? Moja, ndio kitovu cha biashara hapa Dar es Salaam. Lakini mbili, unapozungumzia Tanzania kusave mataifa mengine ambayo ni land locked au wengine mnaita land linked with the other means of transportation, tunapozurejelea hapo, manake Dar es Salaam ndio kitovu. Nafikiri mnafahamu hili kwamba mtu wa Kongo anapokuja Dar es Salaam automatically atakuja Kinondoni, automatically atakwenda Ilala, automatically atakwenda labda Temeke. Kwa hiyo faida ya kuwa na bandari ni nature ambayo tayari iko pale. Kwa hiyo ukitrace vizuri katika axology unaweza kaiona vizuri kwamba hii mahali kwamba imekuwa hivi ilivyo kwa sababu ya sababu kadhaa. Kwa hiyo tunayo hiyo faida, na ambayo sisi kazi yetu ni kuifanyia kazi ili mambo yaweze kwenda kuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo Mstahiki Meya, mimi ni kupongezeni na kwamba tuendelee kuwa na kasi zaidi ya kuweza kukusanya mapato yetu. Na hasa pia kwa kuundua vitu ambavyo mmewahi kuvifanya na visilete matunda mazuri. Kwa mfano, ukitoka hapo nje kuna soko letu hapa. Kuna soko letu ila Magomeni. Inawezekana mlivyolijenga na matarajio ya makusanyo yakawa almost even proportion, kwamba ikawa si kitu ambacho kiko halisi na badala yake ni kama tunapiga grievance nyuma. Lakini nimekwenda pale, kuna sehemu nimeona tayari mmeshaanza kuwa wabunifu
kuwakodishia watu kufanya mambo ya michezo na vitu vinginevyo. The same Mwenge pale. Nakumbuka, kama mnakumbuka mkurugenzi, tulikwenda wote pale Mwenge na nikasema wale watu wakalalamika waliokuwepo pale kwamba sasa sisi tunatakiwa turudi hapa tufanye hivi. Mimi sina matatizo kabisa na mfanyabiashara kurudi au kutokurudi kwenye eneo. Hoja yangu ipo, tuache ile tunasema ile ruwaza ya tabia ya mfanyabiashara kuona kitu ni cha kawaida.